عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد صلى الله عليه وسلم. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada rehema mtukufu wa daraja mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu wa Kiislamu, kwa jina naitwa Shafii Shomari Pango, ni muhadhiri kutoka Jumuiya ya Wahadhiri wa Kiislamu Tanzania. Nami nimefika katika studio zetu hizi kwa lengo la kuwataka Waislamu na kuwaambia nini kinakwenda kufanyika tarehe 13 mwezi wa 3 mwaka huu katika ukumbi wa PTA pale katika viwanja vya maonyesho kuanzia saa 2 asubuhi na kuendelea. Tumeandaa tukio zima na kubwa ambalo kwa tukio hili Mungu amelitaja katika Qur'ani katika sura ya 3 aya ya 64 alipotaka tuwaite wale ambao sio Waislamu tuje kujadiliana nao kuwaonyesha haki. Lakini kwa mujibu wa Biblia Isaya 1 mstari wa 18, nayo Biblia inatuambia kwamba tuitane, tusemezane, asema Bwana. Kwani katika kufanya hivyo kuna kufutiwa madhambi. Kwa hiyo ukiangalia kitabu kitukufu cha Qur'an, ukija ukiangalia kitabu nacho kitukufu cha Biblia, ka Injili, Zaburi, Isaya, Mwanzo, vitabu vyote hivi vinahimiza namna ya watu kukaa pamoja kujadiliana. Kwa nini tujadiliane? Tunajadiliana kwa sababu sote sisi tumeumbwa na Mungu mmoja. Katika sura ya 2 aya 213 Mungu anasema kana nasu ummatan wahida. Watu wote walikuwa katika dini moja ya Kiislamu, isipokuwa kukosekana kwa mitume kule kipindi kirefu, kuna watu wakajianzishia dini yao na wakaanzisha matabaka yao na wakaanzisha itikadi zao. Sasa kutokana na upotevu ambao umeingia na Mungu hawezi kushusha tena mitume, tunatakiwa sisi Waislamu sasa tuwalinganie wasiokuwa Waislamu kuwaonyesha njia ya haki iko wapi. Ndugu zangu, na lau kama hatujafanya hili jambo, basi itashuka madhambi kwa mashekhe wote au kwa Waislamu wote ambao hatukufanya hili jambo. Hili jambo ni la lazima na Qur'ani imetaka tulifanye. Sasa tunakwenda kuzungumza nini tarehe 13? Tunachokwenda kuzungumza ndugu zangu ni kwenda kuvunja ile itikadi isiyokuwa sahihi ya kuhusu Pasaka. Tunaposema Pasaka, sisi kama Waislamu tunajua Pasaka historia yake ni ndefu sana. Ilianza toka Yusuf anatumbukizwa kisimani mpaka anaokolewa katika kisima, anakwenda kuuzwa Misri. Mwisho wa siku inatokea njaa, wa Yusuf na ndugu zake wale waliobaki na baba yao wanakuja pale Misri kuchukua chakula. Inakuwa ndio mwanzo wa kuhamia katika mji wa Misri, wakakaa pale kwa muda miaka 430 wakiwa utumwani. Lakini baada yake Mungu akatoa amri wanatakiwa wahame pale sasa, warudi katika nchi yao ambayo Mungu kawapa. Hapo ndipo yakapatikana yale mapigo 9, lakini pigo la 10 likaitwa Pasaka. Njoo ujue Pasaka ni nini. Sikuwekei wazi pigo la 10 liliitwaje Pasaka, lakini wewe jitahidi ufike ujue Pasaka ni nini. Lakini kwa upande wa wenzetu, upande wa pili, wao wanasema Pasaka ni kufa na kufufuka kwa Bwana Yesu, itikadi ambayo katika sura ya 4 aya 157 Mungu anaikataa kwa kusema wama kataluhu wama swalabuhu. Yesu hawakumuua wala hawakumsulubu. Tena mwisho wakamalizia wama kataluhu yaqina, kihaki kwamba hakuuawa. Kama Pasaka wanadai ni kufa na kufufuka kwa Bwana Yesu, na Mungu anakataa katika Qur'ani kwamba Yesu hakufa, Pasaka ni nini sasa? Yani hapo natamani msikilizaji usikose. Mungu akikupa umri mrefu siku hiyo, njoo tuwafundishe wasiokuwa Waislamu wafahamu Pasaka ni nini. Lakini jambo ambalo tunaloliendea ni jambo zito, na sisi wahadhiri hatuna uwezo. Ikifika mahala mtakuwa mnatalaumu wahadhiri kwamba hawafanyi kazi ya dawa. Sio hatufanyi kazi ya dawa, wewe huwezeshi kazi ya dawa ikasonga mbele. Unataka sisi tusilimishe, unataka sisi tutoe michango, unataka sisi tusomeshe, unataka sisi tujenge madrasa. Yani wewe kazi yako kututupia lawama sisi kwamba wale wanasilimisha alafu wanawaacha. Sisi tushacheza nafasi yetu ya kusilimisha, wewe cheza nafasi yako kuwachukua na kuwasomesha. Kama hivi tunavyokuambia,
Sisi nafasi yetu ya kusema iko tayari. Nani anatuwezesha kwenda kusema katika ukumbi? Hatuwezi kuchukua Qur'ani tukaifunga matairi tukaambia nenda sasa pitiae, nenda kahubiri. Hapana, wewe unatakiwa ulipie ukumbi, wewe unatakiwa ulete wageni, wewe unatakiwa ulipie gharama zote ambazo zinahitajika kuwepo katika ukumbi. Sio sisi hatuwezi. Sisi kazi yetu kusema, uwezo wetu Mungu katupa ni huo, lakini na wewe uwezo wako Mungu kakupa pesa. Atakuuliza pesa yako umeifanyia nini? Mungu kakupa nguvu. Atakuuliza nguvu yako umeifanyia nini? Mungu kakupa mali. Mungu atakuuliza mali yako umeifanyia nini? Lakini chengine, Waislamu, faida ya kuandaa mambo kama haya, faida ya kutoa katika mambo ya dini, ukatoa milioni 15 sio pesa ya Kitanzania. Mtu mmoja tu anaweza kutoa milioni 15. Kama mtu anaweza kudhamini timu za mpira akatoa milioni 100 kwa kila timu ya mpira, vipi ndani ya mwaka mmoja tunafanya debate hii kesho kutwa ushindwe kutoa milioni 15? Hushindwi, isipokuwa desturi ya mwanadamu tu. Innal insana la yatgha arraahu staghana, binadamu huwa anakuwa jeuri akishajiona amejitosheleza. Kwa nini? Ayahsabu anna malahu akhlada, yeye anadhani mali yake itamweka milele katika dunia. Mali ni mtihani. Mungu anasema kala koma la yumbadhana, atatoswa fil hutama, katika moto wa hutama. Wama adraka mal hutama, hutama ni nini? Mungu anasema naru dhahil muqada, moto wa Mwenyezi Mungu uliowashwa, allati tataliu ala al-afida, maumivu yake yanapanda mpaka katika nyoyo. Innaha alaihim muswada, juu yake watu au watakuwa wenye kufungiwa fi amadin mumaddada,